worship you this morning. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Lift up your hands before the Lord as we make this prayer in the name of Jesus. Inua mikono yako tunapoomba asubuhi ya leo. Even those who are listening to me from the comfort of their homes, you can also lift up your hands before the Lord in the name of Jesus. Hata wale wanaotutazama na kutusikiza kutoka manyumbani, inua mikono pamoja nasi. Father, we lift up our hands as a sign of surrender. Bwana, tunakuinulia mikono kama ishara ya kunyenyekea. We confess this morning that He has taken your hand and your might for us to be where we are. Tunakiri asubuhi ya leo kwamba imegharimu mkono wako kufika mahali tumefika. We truly confess that you have been gracious to us. Kutoka kilindini cha nafsi zetu Bwana, tunakiri kwamba wewe umekuwa from the depths of our hearts today. Toka ndani ya mioyo yetu leo, we confess that we love you. Tunakiri kwamba tunakupenda. Thank you for your loving kindness. Asante kwa sababu ya wema wako mkuu. Thank you for your mercies. Asante kwa sababu ya rehema zako. Thank you because your mercies have been new every morning. Rehema zako zimekuwa mpya kila asubuhi. We have waited for this moment, Lord, to gather that we may come and worship your holy name. Bwana, tumetamania muda huu ambapo tukekutana ili tukuabudu. And we thank you because you have made it to be possible, dear Lord. Bwana, tunakushukuru maana umetuwezesha. Together with the congregation that is gathered under this hall, pamoja na mkutano ulioko katika ukumbi huu, and together with the congregation that is following us online, pamoja na wale wanaotutazama kutoka kwa mitandao, we bless you and we ask you, Lord, Bwana, tunakuomba that the remaining portion of this service, wakati ibada hii itakapokuwa ikiendelea, you shall minister to us. Bwana, utatuhudumia. I pray, King of all the glory, as we partake of the bread of your word, ninakuomba Bwana, tunapomega mkate wa neno lako, may your word produce an effect and an impact in our lives. Hilo neno likawe la manufaa katika maisha yetu. If there is anybody listening or who is here who is sick, Lord, kama kuna yeyote anayetusikiza ama yuko hapa ambaye ni mgonjwa, as you sent your one to the centurion soldier's servant, kama vile ulitumia yule askari Bwana neno lako, I am sending the one to everybody today. Natuma neno lako kwa kila yeyote. I speak a healing to every sick person. Na ninanena uponyaji kwa kila mgonjwa. If there is anybody who is listening and is discouraged, kama kuna yeyote Bwana amevunjika moyo, I ask you, Lord, that you may encourage their hearts. Bwana, tia roho za nguvu. If there is anybody who has lost the way, kama kuna yeyote amepoteza njia, I pray that you may restore them to you in love. Warejeshe kwa upendo wako. Whatever desire anybody has today, matamanio yoyote ya mmoja wetu leo, may they be fulfilled in the name of Jesus. Bwana, uyatimize katika jina la Yesu. As I minister your word this morning, Bwana, tunapohudumu neno lako leo, pray that you may use me as your vessel. Bwana, nitumie kama chombo chako. May the original intention of your word be fulfilled to every listener. Makusudio yako ya mwanzo ya neno lako ikatimizwe kwa kila mmoja wetu. May I never speak on my own, but may I speak the mind of heaven. Bwana, nisinene mawazo yako, lakini nene maudhia yako. To the glory and honor of your holy name. Kwa utukufu wa jina lako takatifu. I worship you and I honor you because you are the Lord. Na kuheshimu maana wewe ni Mungu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen and amen. Hallelujah. The Lord bless you. Shout amen. Kila mtu sema amina. Then you can take your blessed seats in the name of Jesus. Tunaweza kalia viti vyetu katika jina la Yesu. I greet you all in the name of the Lord. Praise the Lord. Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu asifiwe. Just lift up your hand and recognize my greeting this morning. Inua mkono wako unisalimie. I thank God because you chose to be here today. Nashukuru Bwana uchagua kuwa hapa siku And I also thank God for those who chose even to follow Remnants of Christ Church today. Na pia nakushukuru wewe ambaye ulitamani kuungana pamoja na Remnants of Christ leo. There are many churches that are live, but we thank God because you chose to be in our service. Kuna makanisa mengi sana ambayo yako online, lakini ulituchagua sisi. I bless the Lord. We are coming to you from Remnants of Christ Church, Karatina. Hapa ni Remnants of Christ Church Karatina. Karatina is in Nyeri County in the Republic of Kenya. Karatina iko Nyeri County katika taifa la Kenya. Where we aspire to know Christ and to make him known. Mahali ambapo tunatamani kujua Kristo na pia kumfanya ajulikane. And after we preach, we add value to lives through the gospel. Baada ya kuhubiri pia tunaongeza dhamana katika maisha ya watu. My name is Pastor Eric Munene. Wanjina ni Pastor Eric Munene. Born again by the grace of God. Nimeokolewa na neema ya Bwana. Sins forgiven and transgressions covered by the blood of Christ. Nimesamehewa makosa yangu yote.
I want to take very short time to share the word of God Nichukue muda mfupi sana kushiriki neno la Bwana on this precious day that the Lord has given us. kwa siku hii ya dhamana Bwana ametupatia. Today on Sunday 26th of July 2020. Tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2020. As I share this word this morning at 11 a.m. Ninaposhiriki hili neno katika masaa ya saa 5 I want to asubuhi. read the word of God. Today we'll be reading from the book of Luke chapter 10. Leo tutakuwa tunasoma katika kitabu cha Luka 10. As you open the book of Luke chapter 10 from verse number 38. Katika kitabu cha Luka 10 mlango wa 10 mstari wa 38. Those who may not have been with us earlier, Ambao hawajakuwa nasi, we have been talking about the presence of God. tumekuwa tukisema habari ya uwepo wa Bwana. We started by sharing about operating under the presence of God. Na tukaanza kwa kusema vile unavyoweza kufanya kazi katika uwepo wa Bwana. Then for the last 2 Sundays we talked about the Ichabod factor. Na Jumapili iliyopita, bili ambazo zimepita, tukakuwa tukiongea hali ya Ikabodi. I request if you are not able to listen to that message, is still present in our Facebook page and in the YouTube Remnants of Christ Ministries. Ujumbe huo bado uko katika mtandao katika Facebook yetu. So we want to share from the book of Luke chapter 10 verse number 38. Katika kitabu cha Luka 10 mstari wa 38. I also request you can invite somebody to share this online service with us Alika mtu ili aweze kuwa nasi katika ibada ya leo. through sharing this message, through sharing this live cast, and also by creating a watch party that somebody can be with us. Unaweza alika marafiki wako ili muweze kutazama ujumbe huu pamoja. Luke chapter 10 verse number 38 to 42. Luka 10 mstari wa 38 hadi 42. My message today is responding to God's presence. Ujumbe wangu siku ya leo ni kuitikia mwito wa uwepo wa Bwana. What response should we take when we encounter with the manifest presence of God? Je, tutaitikia namna gani tunapokutana na uwepo wa Bwana? The Bible says, and it happened as they went that he entered a certain village, Katika kwenda kwao aliingia katika kijiji kimoja. and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. The Bible says she had a sister called Mary Naye alikuwa na ubu lake aitwaye Mariamu, who sat at Jesus' feet and heard his word. aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Verse number 40, but Martha was distracted with much serving, Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. and she approached him and said, Akamwendea akasema, Lord, Bwana, do you not care that my sister has left me to serve alone? huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Therefore tell her to help me. Basi mwambie nisaidie. Verse number 41, Jesus answered and said to her, Bwana akajibu mwambia, Martha, 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 you are worried and troubled about many things, wewe umetaabika na kushughulika na mambo mengi, but one thing is needed. lakini jambo moja I linahitajika. want you to mark some key things from that verse. Nataka uangalie mambo kadhaa katika huu mstari. Martha, Martha, you are troubled by many things, but one thing is needed. Unasumbuka na mambo mengi, lakini jambo moja linahitajika. And Mary has chosen that good part, Na Mariamu amechagua fungu lililo jema, which will not be taken away from her. ambalo halitaondolewa kwake. As I said, I want to share on a message called responding to God's presence. Kama nilivyosema, tutashiriki ujumbe ambao ni kuitikia mwito uwepo wa Bwana. Just like we have said a few weeks ago, Kama vile tulivyosema juma kadhaa zilizopita, it is the earnest desire of God ni tamanio la Mungu that he may manifest his presence to mankind. ya kwamba adhihirishe uwepo wake kwa mwanadamu. God always wants to be with us. Bwana anatamani sana kuwa pamoja nasi. That is why actually when Jesus came to the earth, Ndiposa Yesu alipokuja ulimwenguni, he was called Emmanuel. aliitwa Emmanuel, Emmanuel means God with us. kumaanisha Mungu pamoja nasi. But the big question that we need to ask ourselves is, Lakini swali kuu ambalo tunapaswa kujiuliza ni when the hili: presence of the Lord shows up, wakati uwepo wa Mungu what unapojidhihirisha, are we supposed to do? tunafaa kufanya nini? Our response is very important as it pertains
the presence of God. Vile tutakavyoitikia uwepo wa Bwana ni la maana sana. We have read a story in the book of Luke chapter 10. Tukasoma katika kitabu cha Luka 10. And in the book of Luke chapter 10, we are introduced to Jesus, na tunajulishwa habari ya Yesu, who is the physical embodiment of God. ambaye ni anaonyeshana ukuu wa Mungu. How Jesus visited the house of some of his friends. Vile Yesu alivyotembelea marafiki wake. And we are introduced to two ladies. Na tumejulishwa wanawake wawili. One of them is called Martha, the other one is called Mary. Moja ni Martha, mwingine Mary. I know we understand very well that Mary and Martha, jua unaelewa vizuri ya kwamba Martha na Mary, they were sisters to another man called Lazarus, as you could see later in the book of John chapter 11. walikuwa ndugu zake Lazaro. So Jesus visited this family. Kwa hivyo Yesu akatembelea familia hii. But when you look at Mary and Martha, Lakini unapotazama Mary na Martha, they responded to the presence of Jesus differently. vile waliitikia uwepo wa Bwana wa Yesu ilikuwa tofauti. And these two ladies Na hawa wanawake wawili manifest two types of believers in the church. wanadhihirisha waaminio aina mbili. As I talk about the two types of believers in the church, Ninapoongea kuhusu hawa waaminio it wawili, is important to understand that throughout the Bible, ni vizuri uelewe katika Biblia we are shown how whenever God showed up in the presence of people, there are people who responded correctly and there are those who responded wrongly. wakati wowote Mungu akajidhihirisha kwa watu, kuna wale walioitikia mwito vizuri na kuna wale walifanya makosa. There are two types of responses that we can give to the presence of God. Kuna aina mbili ambazo unaweza kuitikia uwepo wa Bwana. The first one is called the mother's response. Ya kwanza ni vile Martha alivyoitikia. And the second one is the Mary's response. Na ya pili ni vile Mary alivyoitikia. You accept to move with me very fast because I don't have a lot of time. Endelea pamoja nasi kwa haraka kwa sababu sina muda mwingi. I want to talk about the mother's believer, or the mother type of a believer, or the mother type of a response. Wacha ninene kuhusu mwitikio wa aina ya Martha. There are many believers listening to me who behave like Martha when the presence of God shows up. Kuna waumini wengi ambao wako na tabia ya Martha wakati Mungu anapojidhihirisha. I want to show you around 5 things about Martha. Ni kuonyesha mambo matano kuhusu Martha. Then I'm going to show you 5 things about Mary. Na pia matano kuhusu Mary. Then we're going to ask ourselves to uwepo wake kama the Bible says when he entered in a certain village, na Biblia inasema akaingia katika mtaa fulani, and a certain woman named Martha welcomed him into the house. na mwanamke mmoja Martha akamuitikia na akamkubali katika Look nyumba at yake. verse number 39. Angalia mstari wa 39. She had a sister called Mary who sat at Jesus' feet and heard his word. Alikuwa na umbu lake Mariamu ambaye alikaa katika miguu pa Yesu. But Martha was distracted with much serving, Lakini Martha akahangaika na utumishi mwingi. and she approached him saying, Lord, don't you care that my sister has left me to serve alone? Lakini akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, hujali ya kwamba dadangu ameniacha nitumike peke yangu? The first thing that we see about Martha, Jambo la kwanza tunapoliona pale, or the mother's response, vile Martha alivyoitikia. these are people Hawa ni watu that welcome God's presence, ambao wanaitikia uwepo wa but they Bwana, don't pursue a more personal relationship with him. lakini hawazingatii uhusiano wa kibinafsi na yeye. They comfortably welcome the presence of God, Wanakubali uwepo wa Bwana ndio, but they are not ready to go further and pursue a personal relationship with him. lakini hawako tayari kuzingatia na kufuata uhusiano wa kibinafsi na yeye. Mother believers are the people you find in the church. Waumini wa aina ya Martha ni wale tunaopata katika kanisa, They comfortably go to church every Sunday, ambao wanaenda kanisa kila Jumapili, but they don't want to pursue a personal relationship with God. lakini hawataki kuzingatia uhusiano wa kibinafsi na Bwana. Can I speak to everybody that is listening to me? Ninene muumini yeyote
wote ambaye there is anasikiza leo. more to life and ministry, Kuna mambo mengi katika huduma more than mere enjoying the presence of God. zaidi tu ya kufurahia uwepo wa Bwana. The Lord does not just want us to be where He is, Bwana hataki tuwe tu pahali yuko, but He wants us to cultivate a personal relationship with Him. lakini anataka tutafute uhusiano wa kibinafsi na yeye. The response of Martha is a dangerous response. Ile Martha anavyoitikia ni hatari sana. It is this response that produces religious folks. Ni kuitikia huku ambako kunaleta waumini ambao They are just religious. ni wa kidini. They just want to be associated with the church. Wanataka tu kuhusiana na kanisa. They'll tell you, I belong to this and this denomination. Wanamwambia tu mimi ni wa kanisa hili ama kanisa lile. But when you follow them, they have no relationship with Christ, who is the founder of the church. Lakini ukiwafuata kwa udani hawana uhusiano wa kibinafsi na Kristo ambaye ndiye mwenye kanisa. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. Some of them are actually even born again. Wengine wao pia wameokoka. But besides being born again, Lakini kando na kuokoka, they are not willing to get deeper into the relationship with the Holy Ghost. hawako tayari kuzama ndani na uhusiano na Roho I Mtakatifu. challenge you today in the name of Jesus. Na kutia changamoto leo katika jina la Don't just Yesu. dwell in the presence. Usikae tu katika uwepo wa Bwana. Seek a personal relationship with Him. Tafuta uhusiano wa kibinafsi na yeye. Glory be to Jesus. Atukuzwe Yesu. These are people, they read the scripture, Hawa ni watu wanasoma maandiko. but they understand the scripture like mere narration. Lakini wanaelewa maandiko kama hadithi tu. But they don't want to get beyond there and personalize and seek a personal relationship with the Word of God. Lakini hawataki kuzama ndani katika yale maandiko ili watafute uhusiano wa kibinafsi na Mungu. That is the mother response. Huo ndio mwitikio wa Martha. Now that I'm not allowed by the Lord to tell you to ask your neighbor, ask yourself, could I be a mother in the church? Jiulize kama wewe ni Martha ndani ya kanisa. Could you be having that casual response? You know, this is just a casual response. Tuna uhusiano wa juu tu. The second thing we see about Martha Jambo la pili tunapoangalia pale kwa Martha is that Martha becomes distracted Martha anahangaika by self-imposed form of service. na mambo ambayo anajiwekelea, utumishi ambao anajiwekelea. She gets distracted by self-imposed form of service whose origin is the flesh. Anahangaishwa na mambo mengi sana ya kutumika ambayo inatokana na mapendeleo yake ama kutoka kwa mwili. I believe Jesus was not visiting the house of Mary and Martha because he was hungry or thirsty. Naamini ya kwamba Yesu hakuwa anatembelea akina Martha kwa sababu alikuwa na njaa. So the one who was in need most, it was not Jesus, it was Mary and Martha. Wale ambao walikuwa na hitaji kuu sana ni Martha na Mary, lakini sio Yesu. But Martha got distracted by much serving. Lakini Martha akahangaishwa sana na utumishi There are mwingi. many believers in the church today Kuna waumini wengi katika kanisa siku ya who leo are obsessed with doing something. ambao tu wanataka kufanya jambo na kufanya mambo. They are obsessed by labor. Wako tu katika hali ya kufanya kazi. But I want to tell you this, Church of the Living Lakini God. nikwambie hivi, kanisa la Mungu, Relationship is supposed to come before labor. uhusiano unakuja kabla ya kazi. As much as God has called us to labor, Hata kama Bwana ametuita ili tumfanye kazi, He has called us for a relationship with Him. ametuita ili tuwe na uhusiano na yeye. The greatest need of a believer is to understand the heart of God before he serves Him. Jambo kuu sana la mshirika yeyote ni kuelewa moyo wa Mungu kabla atumike. Before you do what you are doing for God. Kabla ufanye lolote kwa Bwana. Because if you do it away from God, it will make you distracted. Kwa sababu kama utalifanya kando na Mungu utakuwa unahangaika tu. Realize that you need that relationship with Him. Elewa ya kwamba unahitaji huo uhusiano na yeye. Praise the name of the Lord. Atukuzwe Yesu. Mary appeared like she was lazy. Mariamu anaonekana kama ni mdhaifu. Mother appeared like she was so hardworking. Na Martha anaonekana yeye ako na bidii. But what the form of service that mother was doing was self-imposed. Lakini ule utumishi wa Martha ni utumishi
wa kujipendekeza. Somebody say amen. Tukuza Yesu. That brings me to the third thing about Martha. Na hilo linanileta kwa jambo la tatu kuhusu Martha. The third thing about Martha Jambo la tatu kuhusu Martha is that Martha gets anxious about performance. Martha anahangaishwa na vile anavyo utendekezi wake. Yes, she is anxious about her performance. Anahangaishwa na utendekazi wake. And is worried about measuring up to a certain standard. Na anaogopa ili azije akatimiza kiwango fulani. The mother believers are believers who are only interested with measuring up to a certain standard. Hao ni waumini ambao wanaogopa na wanahangaika ili watimize kiwango fulani. And that produces anxiety and worry. Na hicho kinaleta kuogopa na hofu. When you meet them in the church, unapokutana nao kanisani, they are only worried about how shall I perform. Wao wanajali tu vile watakavyotenda kazi. When you give them a responsibility in the church, ukiwapatia kazi fulani katika kanisa, they are only concerned about preparation but not in prayer. Wanaangalia vile watakavyojiandaa lakini sio kwa maombi. They are so concerned about if you give them a chance to speak something in church, they are concerned about oratory skills, but they are not interested whether or not the Lord is in what they are saying. Ukiwapatia jambo lolote wasizungumzie kanisani, wao wanajali vile watakavyolizungumza lakini hawajali vile Mungu yuko katika lile jambo. I'm not saying that expertise is not right in the church. Sitaki kusema ya kwamba uzoefu sio jambo nzuri katika kanisa. But I want to say that expertise must be combined with the presence of God. Lakini uzoefu wa kufanya mambo lazima iwe imeunganishwa na uwepo wa Bwana. Preaching the gospel is not just about oratory skills. It is about being able to download the mind of God to the people that are listening. Kuhubiri sio usemi tu, lakini ni uwezo ule wa kuwa na uwepo wa Bwana ndani ya maisha yako. Singing is not just having good organized vibes and good organized statements and given to people. Kuiba sio kuunganisha sentensi na mistari fulani ili uipeleke kwa watu. But are you able to download the intention of God to people? Lakini je, umeweza kukamata maudhui ya Bwana ndani ya maisha yako? If you are listening to me and you are with me, say amen. Kama unanisikiza sema amina. So if you approach the kingdom of God with a mother's perspective, ukinja kwa uwepo wa Bwana na katika ufalme wa Bwana ukiwa na yale mafikra ya Martha, you get anxious about performance. Utahangaishwa na utendakazi You'll wako. always be asking people, how did I perform? Utauliza watu vile ulivyotenda kazi. It is the mother's approach that has made people to convert the altar from being an altar to a stage of performance. Ni tabia hii ya Martha ambayo imefanya watu wageuze madhabahu kuwa tu mahali pa kutubuiza watu. I said the altar is not a stage for performance. It is a place to encounter with the divinity. Madhabahu sio pahali pa kutubuiza, lakini ni pahali pa kukutana na ukuu wa Mungu. It is this type of people that are always seeking for men's approval. Ni hii tabia ya watu ambao wanatafuta tu kupendekezwa kwa watu. They don't care what they preach, whether it is pleasing to God or not, provided it is pleasing to people. Hawajali vile wanavyohubiri hata kama inapendeza watu. I call it the consumerism gospel. Ni injili ya kujipendekeza. Whereby you feel you are just interested with the consumer. Ambapo tunajali vile watu watakavyosema. But when we preach the gospel, we are concerned not only with the consumer, but even with the producer, who is the Almighty God. Kile tunapohubiri injili tunafaa kujali sio tu kwa wale ambao tunahubiria, lakini kwa mwenye injili mwenyewe. The fourth thing that comes when we have the mother's believer or the mother's response, jambo la nne ambalo tunapata tukiwa na huu mwito vile Martha alivyoitikia, is that mother gets frustrated ya kwamba Martha anaghadhabika and gets angered by others, na anakasilishwa na wengine, which leads to rebuke and blame. ambalo linaleta mahali pa So if kulaumiana. you have the mother's approach to the kingdom, Ukiwa na hii tabia Martha katika ufalme, if you have the mother's approach to the presence of God, ukiwa na hii aina ya kuitikia uwepo wa Bwana katika ufalme, you easily get frustrated and angered. utaghadhabishwa na utakasilishwa. Look at verse number 30. We are reading Luke chapter 10. Luka 10. Let's look at verse number 40.
Mstari wa 40. Mother was distracted with much serving, Martha akahangaishwa na utumishi and mwingi. she approached him and said, Akamwendea Yesu akamuuliza, Lord, don't you care that my sister has left me alone? Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumikie Therefore yangu? tell her to help me. Basi mwambie nisaidie. This is not a very kind approach. Hakumwendea vizuri. These are words of a frustrated person. Haya ni maneno ya mtu ambaye ameghadhabishwa. Imagine he is going to the Lord Jesus, Anamwambia Yesu, and she's telling Jesus, don't you care? anamwambia huoni vibaya? Can I dwell there a little bit? Wacha nikae pale kidogo. If you approach the presence of the Lord from this mother's approach, Ukienda kwa uwepo wa Bwana ukiwa na hii tabia, you sometimes feel like the Lord does not care. utaona ya kwamba Mungu hajali. Hallelujah. Bwana Yesu You asifiwe. sometimes even feel like others do not care. Utaona kama wengine hawajali. Ninulia mkono hivi katika jina la Yesu Lift up your Kristo. hand in the name of Jesus. We are talking about responding to the presence of God. Tunanena kuhusu kuitikia uwepo wa Bwana. If you don't respond with an intimacy mentality, Kama hautaendea Bwana na uhusiano ule wa kidani, you'll get frustrated and angered. utakasilishwa na utakwazika. Have you seen people who cannot cope with others in the church? Je, ushawahi ona ambao watu hawawezi enda na wengine katika They are kanisa? forever complaining about so and so. Wananungunika na kulalamika kuhusu mmoja na Put them in mwingine. a group in the church. They tell you, but I cannot fit there because so and so is like this and this. Ukiwaweka kwa kikundi fulani katika kanisa, bado wanalalamika kuhusu mtu na mwingine. They are perennial complainers. Wao wanalalamika kwa muda mwingi na wanaendelea Forever kulalamika. complaining because what they are focusing on is not the Lord, but it is a certain standard of performance. Sababu wanachokitazamia sio Mungu, lakini ni kiwango fulani cha utendakazi. And the favorite thing that I see about mother Na jambo la tano tunaloliona pale kwa Martha is that mother's approach ya kwamba vile Martha alivyoitikia produces strife instead of worship. huleta kung'ang'ana badala ya kuabudu. You find the presence of the Lord when it has come. Uwepo wa Bwana unapotujia, Instead of producing worship to the hearts of somebody, badala ya kuleta kuabudu katika nafsi za wengine, it produces strife. linaleta kung'ang'ana na kushindana. Haven't you heard about even churches that broke after a great revival? Je, mshawahi sikia kanisa ambalo lilitawanyika baada ya muda wa People revival? have done a conference, the move of God was evident. Watu wakafanya mkutano, lakini na uwepo wa Bwana ukadhihirishwa. So when the presence of God was evident, instead of leaving the church when it is closer to God, Lakini baada ya kuacha kanisa liko karibu na Mungu, it leaves the church with strife. inaacha kanisa katika hali ya kushindana na kupigana. You hear people say, if this and this was not done right, this and this, forever complaining. Watu wanalalamika na wanaendelea kulalamika. But the Lord is calling us to the next level. Lakini Bwana anatuita katika kiwango kingine This is the Mary's approach, or the Mary's response. ambacho ni tabia ya Mary katika uwepo wa Bwana. Can I discuss the Mary's response in a few minutes? Nizungumze kuhusu vile Mariamu alivyoitikia uwepo wa Bwana. Are we talking? Are we following each other? Je, tunaelekea pamoja? Today I'm doing a very simple preaching. Leo tunafanya mahubiri ambayo ni That's why I'm not rahisi mno. even reading very many verses. Nataka tuchambue this verse. I want us to contextually understand this scripture. Look at Mary. We're still reading from verse number 40. Tunasoma pale aya ya 40. Maybe we'll start from verse number 39. Pale aya ya 39. She and her sister called Mary, Naye alikuwa na umbu lake aitwaye who Mariamu, sat at Jesus' feet and heard his words. aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. It is like she sat at the feet of Jesus and listened to him. Alikaa pale miguuni pa Yesu akimsikiliza. I want to check what the NIV says in that same verse, verse number 39. Niangalie version ya NIV vile inavyosema. Some versions, yes, what does the Bible say? Verse number 39. 39. In the NIV, the Bible says, Biblia inasema she hivi. and a sister called Mary, Alikuwa na dadake aliyekuwa anaitwa who Mariamu, sat at the Lord's feet aliyekaa miguuni pa Yesu and listened to what he said. akisikiliza yale maneno Yesu alikuwa anasema. Mother was busy serving, Martha alikuwa anahangaishwa na utumishi, but Mary was being served by the Lord. lakini Mariamu alikuwa anahudumiwa na Mungu. Can I say this before I give you 5 things that I've realized about Mary? Niseme hivi kabla ya kusoma mambo matano ambayo niling'amua. You need to
be served by the Lord before you serve him. Unahitajika kuhudumiwa na Yesu kabla umhudumie. When he serves you, you can never be wrong serving him. Anapokuhudumia huwezi fanya makosa ukimhudumia. Because you'll be serving having his mind and his mentality. Maana utakuwa mnamhudumia ukiwa na mawazo yake na maudhui So yake. a few things about Mary's response, and this is what the Lord wants. Mambo machache kuhusu Mariamu, na haya ndio Bwana anahitaji. How do I know that this is what the Lord wants? Na nitajua namna gani ya kwamba haya ndio Mungu Look at anahitaji? verse number 41. Angalia mstari wa 41. Jesus answered and told Martha, Yesu or told her, Yesu akamjibu Martha akamwambia, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Martha, Martha, umehangaishwa na mambo mengi. But one thing is needed. Lakini jambo moja linalohitajika. Some versions say one thing is needful. Jambo moja bado linahitajika. I know you understand the difference between a want and a need. Najua ya kwamba unaelewa kuhusu tofauti ya A need is something that we can't do without. hitaji ni kitu ambacho hatuwezi fanya bila. But a want is something that we can do without. It's not compulsory. Hallelujah. So Jesus said there is one thing which is the need of every man. Yesu akasema kuna jambo moja ambalo ni hitaji la kila mwanadamu. This one thing is the need of every believer. Na hili jambo ndilo kila muumini It is the anahitaji. need of every preacher. Ni hitaji la kila It mhubiri. is the need of every nation. Ni hitaji la kila taifa. And Mary has chosen that good part. Na Mariamu amelichagua lile jambo nzuri. Which is that good part? Na hilo sehemu nzuri To ni gani? sit at the feet of Jesus and to listen. Kukaa miguuni pa Yesu na kumsikiliza. So and Mary has chosen that good part, and that they will not be taken away from her. Na hiyo sehemu njema haitatolewa kwake. A few things about Mary. Mambo machache kuhusu The Mariamu. first thing I realized is Jambo la kwanza ambalo nilitambua that pale Mary ndani, recognized that when God is present, Mariamu akajua kwamba wakati Mungu yupo there is more benefit in spending time with him. kuna manufaa mengi katika kukaa pamoja na yeye. Mary realized that when God is present, Mariamu akajua kwamba uwepo wa Mungu unapokuja there is more benefit in spending time with him than in any other response. kuna faida nyingi sana kupata muda na yeye badala ya kufanya mambo mengine yoyote. So to summarize those ones, I would say that Mary realized that intimacy is more precious than service. Mariamu akajua kwamba uhusiano wa kidani ni wa thamana kuu kuliko ibada. Unlike Martha welcomed Jesus and went to the kitchen, if I may say that. Kando na Martha ambaye alimkaribisha Yesu lakini akaenda jikoni. You know, Mary was not even the one who was welcoming Jesus. Jesus came, Mary recognized this is Jesus. She knew the greatest need is to have time with him. Yesu alipokuja kwa kina Mariamu, Mariamu alijua lile jambo nzuri ni kukaa na yeye, kuwa na muda na yeye. The Lord is calling us to understand Bwana anatuita ili tuelewe that we need to spend time with him. tunahitaji kuwa na wakati pamoja naye. Bible says he called the 12, designated them to be apostles, that he might be with him, and then he may send them out to preach the gospel. Maandiko yanasema akaita wale 12 akawafanya mitume ili wakuwe na yeye, alafu baadaye awatume. Before you go out to serve, Kabla Bwana akutume ili ukatumika huko nje, be served by the Lord first. hudumiwa kwanza na Mungu. Somebody say amen. Amen. Jesus told the disciples, Yesu akaambia mitume wake, before you go out, tarry in Jerusalem, kabla muende huko nje, kaeni Yerusalemu, so that until you are endued with the power from on high. hata mtakapojazwa na nguvu za kutoka yule aliye juu mbinguni. We need to be in Jerusalem. We need to spend time with him. We need to spend time with the presence of God. Tunafaa kuwa na muda pamoja na yeye. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The second thing I learned from Mary, Jambo la pili ninapoelewa pale kuhusu Mary. I said today I'm moving very fast. In the next few minutes I'll be through. Kwa dakika chache zinazokuja nitakuwa nimemaliza. We are looking at Mary's response Vile Mariamu alivyoitikia to the presence of God. uwepo wa Bwana. Mary understood that Mariamu akaelewa ya kwamba whatever God speaks or whatever Jesus spoke kile Yesu atakapokisema is the most important thing to hear. ni tamana sana kulisikiliza. And so she desired to listen. Na kwa hivyo akatamani kusikiliza. I like the spirit of Mary. Nikaangalia ile roho ya Mary. I like the spirit of Mary. Na nikaitamani. Because even when Martha came complaining, Hata vile Martha alivyokuwa nalalamika, Mary did not have time
to face the sister. Mariamu hakuwa na wakati wa kumtazama dadake. She didn't have time to tell the sister, why are you coming to complain to me before our guests? Wala kumuuliza kwa nini unalalamika mbele ya wageni wetu. Why can't you call me aside and complain to me? Mbona usinite kando unilalamikie mimi? Mary valued the words of Jesus so much so that Lakini Mariamu alitia dhamana Yesu. she waited for Jesus to respond to the sister. Aligoja Yesu amjibu dadake. Listen to me, somebody that is hearing me today. Nisikilize mtu ambaye ananisikia siku The ya Lord leo. wants you to develop a listening ear. Bwana anatamani sisi tuwe na masikio ya The kusikiliza. Bible says, my sheep hear my voice. Kondoo zangu huelewa sauti yangu. If you want to be the sheep of Jesus, Kama unatamani kuwa kondoo ya Yesu, you need to listen to the voice of God. lazima uweze kusikiliza sauti ya Mungu. The voice of God is more valuable than million voices from people. Sauti ya Mungu ni ya thamana kuu kuliko sauti mamilioni And ya listen watu. to me, Kenya, even in the confusion that we are in. Nisikilize Kenya, hata wakati wa majira The haya. voice of God is more powerful than the voices that we are hearing, even from the developed world. Sauti ya Mungu ni kuu kuliko sauti zingine zozote, hata kutoka mataifa Is yaliyoendelea. somebody listening to me today? Kuna mtu anayenisikiza leo. You know, when the pandemic began a few months ago, Wakati ugonjwa ulipoanza miezi michache iliyopita, without mentioning names, a wife of one of the greatest billionaires in the world, or its trillionaires, mke wa tajiri mmoja tajika, she said that I saw dead bodies lying on the streets in Africa. akasema nimeona miili ya wafu wamelala sakafuni Afrika I na don't know if there is anybody barabarani. who read that. Somebody must have read that. She said that I saw dead bodies scattered in the streets of Africa. Niliona miili ya wafu imetawanyika Afrika. But I speak to Africa today and I say, we choose to listen to the voice of God. Ninene Afrika leo ni kuambia kwamba tumechagua kusikia sauti ya Heaven Mungu. is saying there is hope for Africa. Mbinguni nasema kuna tumaini katika Afrika. Heaven is saying there is hope for Kenya. Mbinguni nasema kuna tumaini Kenya. Heaven is saying there is hope for the church. Mbinguni nasema ya kwamba kuna tumaini katika You kanisa. need to value the voice of Jesus. Pia thamana sauti ya Yesu. What has Jesus said concerning your life in this Nini scripture? Yesu amesema kuhusu maisha yako kupitia Stick maandiko? by that even if situations are speaking contrary. Ng'ang'ania pale katika maandiko hata kama dunia inasema kinyume. Somebody say hallelujah. Hallelujah. If the Lord said he'll carry us through, Kama Mungu alisema atatupeleka, he will surely do it. ni kweli atafanya yale. So Mary understood that what Jesus spoke was the most valuable Kwa thing. hivyo Mariamu akaelewa ya kwamba kile Yesu alisema And ni cha she thamani zaidi. desired to listen. Na katamani kusikiliza. I speak this word of God to you that is listening to Na me. kunenea hili neno la Bwana anayenisikiliza leo. Desire to listen from God. Tamani kumsikiliza Bwana. Hallelujah. Hallelujah. You know, I was talking with somebody and he was telling me Nilikuwa nazungumza na mtu akaniambia, he has reached a point that he is tired of listening to these updates. How many are dead? How many are infected? How many are what? amechoka na kusikia updates za kila siku. Because sometimes, okay, it's not bad to listen to updates, but sometimes if you concentrate so much on those, you get discouraged. Lakini ukiendelea kusikiza yale matangazo utakufa moyo. Hello? Hello. Can I tell you what people are saying and what God is saying? Je, nikwambie kila watu wanasema na kila Mungu anasema? I read a statement which was saying the other day that if we go by this thread, by September, 41 million Kenyans are likely to get infected, something like that. But heaven is saying, I am the Lord who heals you. Kuna watu wanasema by September kutakuwa hivi, lakini Bwana anasema mimi ni Mungu nikuponya. I am the Lord who protects you. Mimi ni Mungu ninayekulida. Glory be to Jesus. Hallelujah. And as we pray as a church, let us give hope to the nation. Tunapoomba kama kanisa, wacha tupatie tumaini taifa letu. The third thing I learned about Mary Jambo la tatu nililoelewa pale kutoka kwa Mariamu is that Mary positioned herself to receive. Mariamu alijiweka pahali ambapo angeweza kupokea. What does the Bible say? She sat at the feet of Jesus. Maandiko yanasema akakaa pale miguuni pa Yesu. She sat at the feet of Jesus. Akakaa pale miguuni pa Yesu. I was reading that and I realized Nilisoma pale na nikaelewa sitting at the feet of somebody kukaa chini ya miguu ya mtu was the posture ni pahali ambapo of the Jewish scholars. wale wasomi wa Kiyahudi walikuwa wanakaa. That is the posture they were taking
walikuwa wanakaa pale whenever they wanted to get instructions from the rabbis. wakati wowote walitamani kusikia maelezo kutoka kwa walimu wao. That is why Paul says in the book of Acts 22, Ndiposa Paulo anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 22 that should be verse number 3, mstari wa 3 pale, when Paul is defending himself, wakati Paulo he says, I am indeed a Jew, akasema mimi kabisa mimi ni Myahudi, born in Tarsus of Cilicia, nimezaliwa kule Tarsus, brought up in this city at the feet of na Gamaliel, nimelelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli, taught according to the strictness of our father's law, na nimefunzwa sheria ya mababa zetu, and I was zealous towards God as you all are today. na nilikuwa na bidii kuhusu Mungu kama vile nyinyi wote mulivyo. Look at what Paul says. Tazama vile Paulo anasema, I have been brought up at the feet of Gamaliel. nimelelewa miguuni pa Gamalieli. Gamaliel is an equivalent of a professor of law today. Gamalieli tunaweza mulinganisha na profesa leo. Paul was taught under the feet. Na Paulo akalelewa na akafunzwa pale miguuni. So Mary had a secret. Mariamu alikuwa na hii siri. My response is, Vile nitakavyoitikia ni hivi: when the presence of the Lord shows up, uwepo wa Mungu utakapojidhihirisha, I need to position myself to receive. nafaa nijiweke pahali ambapo nitaweza kupokea. I speak to you, church. God's presence does not come empty. Ni kunene kanisa, uwepo wa Mungu haukuji hivyo utupu. It always comes loaded. Huwa uwepo wa Mungu huwa unakuja na mambo. Just like clouds comes loaded with rain. Kama vile mawingu huja na mvua, That is how the presence of the Lord comes. hivyo ndivyo uwepo wa Mungu hukuja. But there are those who miss it because they are not positioned. Lakini kuna wale ambao hukosa kwa sababu hawako katika nafasi nzuri. Don't you remember what he said at the beginning of the year? Je, hukumbuki vile Mungu alivyotunenea wakati Your mwaka ulipokuwa unaanza? position determines your possession. Vile mahali uliko kutalika. How are you positioned? Umejiweka mahali wapi? How is your heart positioned? Na roho yako imewekwa wapi? Today we are in the church in the presence of the Lord. Na leo tuko kanisani katika uwepo wa Mungu. But I'm asking you, are you positioned to receive? Na je, ninakuuliza, je, mahali umejiweka unaweza kupokea? This woman positioned herself to receive. Huyo mwanamke akajiweka mahali ambapo angeweza kupokea. I challenge you today in the name of Jesus. Utia changamoto leo katika jina la Yesu. Position yourself to receive. Jiweke mahali ambapo unaweza kupokea. I love the man called Bartimaeus of Timaeus. Penda huyu mwanaume ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo wa Timayo. The man was blind, Huyu mwanaume alikuwa kipofu. but he was positioned in a way that where Jesus was passing by, he would not be able to ignore him. Lakini mahali alikuwa amejiweka, kama Yesu angepitia pale hangeweza tu kupita. Praise the name of the Lord. Amen. And when he realized that Jesus is not recognizing him, Na alipoona ya kwamba Yesu hamtabui, he shouted with a loud voice, alipaza sauti, Jesus, the son of David, remember Yesu me. mwana wa Daudi nikumbuke. It is the position that we require. Ni mahali ambapo unahitaji. There are many positions, but one position that is key is the position of prayer. Mahali ambapo ni mahali pa maombi. The other one is the position of expectation. Mahali pa matamanio. A prayerful, expectant person, the Lord will never despise. Yule mtu anayeomba akiwa na matamanio, Bwana hatampuuza. Isaiah says, a humble and a contrite spirit I will not despise. Isaia anasema ya kwamba moyo uliobodeka mbele ya Mungu Bwana hataupuuza. Praise the Lord. Bwana Yesu Lift asifiwe. up your hand and recognize my greetings one Inua more. mkono unisalimie mara tena. Our 1 hour is almost coming to an end. Lisali Hallelujah. letu moja liko karibu kuisha. The fourth thing that I learned about Mary Jambo la nne lililoelewa pale kuhusu Mariamu, is that Mary was drawn to greater intimacy with Jesus. Mariamu alivutiwa na ule uhusiano wa kidani pamoja na Kristo. She is drawn to greater intimacy. Alivutiwa na ule uhusiano wa kidani. Intimacy is a deeper level of friendship. Ni urafiki wa kidani zaidi. It is a friendship that is beyond basic acquaintance. Ni urafiki
ambao sio wa juu juu. It is a friendship that is greater than casual friendship. Ni urafiki ambao ni wa kidani kabisa. John chapter 15, the Bible says. Yohana 15 maandiko yanasema hivi. That is what the Bible says. Let's read this. John chapter 15. Yohana 15 Verse number 15. mstari wa 15. No longer do I call you servants, Sitawaita watumishi, for a servant does not know what his master is doing. maana mtumishi hajui vile But I've called you friends. lakini nimewaita marafiki. For all the things that I heard from my Father I've made known to you. Maana yale yote niliyosikia kutoka kwa baba yetu nimewajulisha. Intimacy is the greatest response we can show to the Lord. Urafiki huu wa kidani ni ule mwitikio tunaweza itikia mbele ya uwepo wa Even Bwana. when the Lord uses you, Hata vile Mungu atakavyokutumia. do not get casual with Him. Usichukulie tu hivi hivi. Do not reach a point and get used of the presence of the Lord. Usifike mahali uzoee uwepo wa Bwana. Two people can be in the same church, Watu wawili wanaweza kuwa katika kanisa but they moja, experience different experiences. lakini wawe na kuhisi Because hisia one person is tofauti. going there saying, I want to be intimate with Him. Hana mmoja anaenda pale akisema nataka kumjua zaidi. As you leave the service of today, Ukiondoka hapa leo, desire intimacy from God. tamani uhusiano wa kidani. You know, the na Bible Yesu. says God does not do anything unless He reveals it to His servant, the prophets. I think it's Amos. Maana Mungu hafanyi lolote bila kuwajulisha manabii. When you become a friend of God, Ukiwa rafiki wa Mungu, you shall be a custodian of His secrets. utakuwa unabeba siri zake. And when you have the secrets of God, Na ukiwa na siri za Mungu, you shall have the cutting edge in the society. utakuwa mahali ambapo uko mbele kuliko You shall have the wengine. cutting edge even in the business. Utakuwa mahali mbele kwa biashara. You shall have the cutting edge even in the society. Na pia utakuwa zaidi na mahali mbele katika And even in the taifa. working places. Na katika mahali pako pa kazi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu And asifiwe. finally, about marriage, so that we can pray, La mwisho kuhusu Mariamu ili tuombe. is that the Mary's response Vile Mariamu alivyoitikia makes us to serve out of sacrifice and intimacy, inafanya sisi tutumikie Mungu kwa kujitolea na kwa uhusiano, and not out of imposition and show off. na sio kwa kujipendekeza na kujionyesha. You are serving not because somebody imposed it on you. Unafanya jambo sio kwa sababu mtu alikuwekelea lile jambo. You're not doing it because you want to stage a show. Haulifanyi ili ujionyeshe kwa watu. There is a lot of showbiz in the kingdom of God today. Kuna watu wanafanya mambo tu ya kujionyesha kwa watu katika ufalme wa Mungu. And that show is producing competition in the body of Christ. Na hiyo kujionyesha inaleta kushindana katika mwili wa Kristo. The Lord is calling us to go beyond show off. Na Bwana anatuita ili tuende kiwango cha juu. We reach a point and we say, I am not preaching because I want to be famous, Tufike mahali tuhubiri sio kwa sababu tunataka kujulikana, but I am preaching because I want to install Christ in the hearts of people. lakini tunahubiri ili Kristo ajengeke katika maisha ya watu. I am not preaching so that I can get rich. Sihubiri ili nitajirike. I am not doing music, gospel music, because I want to be famous. Sifanye nyimbo za injili ili nijulikane kwa But watu. I'm doing it because I love the Lord and I am able to sacrifice myself. Lakini nafanya haya kwa sababu nimejitolea na pia nampenda Yesu. When you serve the Lord out of sacrifice and intimacy, Unapotumikia Mungu kwa sababu ya kujitolea na you will uhusiano, not get bitter in the ministry. hautakwazika katika huduma. Do you know something called spiritual burnout? Je, unaelewa hilo jambo linaitwa spiritual burnout? Burnout is whereby you get tired. Umechoka. You are like, why is everybody else not doing it? Why am I the only one who is doing it? Unashindwa, kwa nini tu ni mimi nafanya yale, mbona wengine wasifanye? There is a mentality that I've always asked the Lord to install in my mind. Kuna jambo na mawazo nimeomba Mungu aniweke ndani ya mawazo That yangu. whenever I find myself doing something that nobody else is willing to do, Ninapojipata mahali ambapo ninafanya jambo ambalo watu wengine hawako tayari kulifanya, when I find myself going to an extent that nobody else is willing to go, nikijipata nafika kiwango ambacho wengine hawatamani kufika pale, when I look at others not doing it and I find myself doing it, I'm telling the Lord, help me to understand it is a privilege. huwa ninaambia Bwana nisaidie kuelewa ya kwamba ni
upendo wako, So that I'll not do something because it is only written in the constitution. ili nisifanye jambo kwa sababu limeandikwa kwa katiba. I'll not serve because someone has given me a phone call to serve. Sitatumika kwa sababu kuna mtu amenipigia simu pale. I'll not serve because someone is there to see. Sitafanya kazi kwa sababu kuna mtu anayenitazama. But I'll do it because I love the Lord. Lakini nitafanya kwa sababu nampenda Kristo. Somebody say amen. Mtu waseme amina. This is the calling that the Lord is calling us to. Hivi ndivyo Mungu anatuita tufanye. He is calling us to have the Mary's response. Anatuita ili tuwe na tabia ya Mariamu. Realize that intimacy is more important than service. Tuelewe ya kwamba uhusiano wa kidani ni ya dhamana kuliko huduma. Understand that whatever God speaks is the best thing to hear. Tuelewe ya kwamba vile Mungu anavyonena ni ya dhamana We kusikiliza. position ourselves to receive. Tujiweke mahali ambapo tunaweza kupokea. We get drawn to greater intimacy with Jesus. Tuvutiwe kwa uhusiano wa undani na Kristo. We serve out of sacrifice and intimacy and not out of a show and imposition. Tutumike kwa sababu tuko na ile matamanio ya kutumika, na sio kwa sababu tunataka kujionyesha ama mtu ametuwekelea tumike. That is what I feel my heart for the church Na today. hivyo ndivyo nahisi ndani ya moyo wangu kwa kanisa siku ya I leo. challenge us as we finish the service of today. Ya kwamba siku ya leo tunapomaliza ibada yetu, Desire to respond tamani correctly kuitikia mwito vizuri the presence of God. wa uwepo wa Bwana. Because the Lord is here. Maana Mungu yupo hapa. Desire. Tamani